Habari, karibu katika Habari Tatu. Mimi naitwa Mwanahamisi Simai, hii ni Informative TV. Ndani ya Habari Tatu utapata wasaa mzuri wa kupata taarifa za elimu, afya na mazingira. Na leo katika Habari Tatu tuna taarifa kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea kuzindua mpango wa sayansi wa KK. Waziri wa Afya kuzungumza na wahariri kuhusiana na elimu juu ya elimu ya afya kwa wote. Na katika elimu tutazungumza na kumsikiliza Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia akizungumza mikakati ya serikali katika kuwawezesha wanafunzi kupata elimu ya vyuo vikuu nje ya nchi. Asante, tuwe pamoja katika mfululizo wa taarifa hizi. Tunaanza na habari semayo ikiwa ni siku 100 tangu kuchaguliwa kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ameipongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kuweka misingi imara ya elimu katika mpango mkakati wa sayansi wa KK, yani kusoma, kuandika na kuhesabu. Zaidi tupate taarifa. Ndugu zangu, awali ya yote nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia kukutana leo hapa kwa kazi hii maalum tulioipanga ya uzinduzi wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wetu wa darasa la kwanza, lakini pia darasa la pili. Aidha, nawashukuru kwa dhati kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mpango mkakati huu ambao kauli mbiu yake ni KKK, msingi wa elimu kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu, nilipofika kwenye eneo hili nilipitishwa kwenye maonesho na niliona jinsi wizara ilivyojitayarisha. Kwa hiyo nawashukuru na kuwapongeza sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na wadau wa elimu na maendeleo kwa kazi kubwa ya kufanikisha maandalizi ya mpango huu. Jitihada hizi zinathibitisha mwelekeo na dhamira yetu ya dhati kuboresha matokeo ya kujifunza kwa watoto wetu. Lakini vile vile mkakati huu ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inayosisitiza maendeleo ya rasilimali watu na taifa linaloongozwa na maarifa na uadilifu. Aidha, ni sehemu ya utekelezaji wa sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2013 inayolenga kumwezesha mwananchi kuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia. Mpango huu utakuwa ni nguzo ya kujenga taifa imara linaloendelea kimaarifa na kuwajengea watoto msingi madhubuti wa kusoma fani mbalimbali. Ni ukweli usiopingika kuwa mtoto anayezimudu stadi za KKK mapema anakuwa na maarifa au hujenga uwezo wa kuelewa maarifa mapya, kufikiri kwa kina, kudadisi na kushiriki kikamilifu katika kujifunza. Sasa kwa kutambua hilo, serikali kwa upande wake nayo imejidhatiti kuhakikisha kuwa hakuna mtoto atakayefika darasa la 3 bila kuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Waziri wa Afya Mheshimiwa Abdallah Nchengerwa amewataka wahariri kutoa elimu na kuelimisha kuhusu bima ya afya kwa wote kabla ya kuzinduliwa kwa bima hiyo kwa wananchi. Waziri Nchengerwa ameyasema hayo wakati akizungumza na wahariri hao wa vyombo vya habari kuhusu bima ya afya kwa wote jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa kamili. Kuwa afya si gharama. Afya ni uwekezaji wa kimkakati katika utu wa Mtanzania, uzalishaji wa uchumi, usalama wa afya na usalama wa taifa na heshima ya nchi yetu. Na nichukue fursa hii kuwatangazia wanahabari kote nchini kwamba Mheshimiwa Rais atakapokwenda kuzindua bima ya afya kwa wote hivi karibuni, atakwenda kuzindua pia mpango wa matibabu ya wale wasiojiweza, wazee na makundi maalum, hasa kwenye matibabu ya magonjwa sugu. Kwa hiyo sisi ndani ya wizara tumekwisha kamilisha
kujiandaa na kujipanga vizuri katika utekelezaji wa eneo hili. Na katika elimu, serikali imesema itaendelea kuweka mkazo zaidi katika mkakati wa elimu ya sayansi kwa kuendelea kutoa ufadhili wa masomo ya kompyuta, yaani TEHAMA, ndani na nje ya nchi, ambapo tayari vijana 16 waliomaliza kidato cha 6 kati ya vijana 50 wataanza masomo yao nchini Afrika Kusini kusoma masomo ya data science. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda wakati akitoa tathmini ya miaka 100 ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mjini Dodoma. Tupate taarifa kamili. Tayari vijana 16 waliofanya vizuri zaidi katika mitihani yao ya kidato cha 6 ambapo matokeo yalitoka mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 7. Yalitangazwa na Baraza la Tanzania. Vijana 16 kati ya wale 50 waliofanya vizuri sana wanaondoka kwenda Afrika Kusini, chuo kikuu cha Johannesburg, kwenda kusomea degree ya kwanza, shahada ya kwanza katika masuala ya data science, akiliunde na sayansi za namna hiyo. Tuliwaga jana, nadhani wanaondoka kesho kwenda Johannesburg. Siku 100 hazijesha, utekelezaji umeshafanyika. Kwa nini wanapelekwa Johannesburg? Wanapelekwa Johannesburg kwa sababu hiki chuo kina utamaduni mzuri sana wa kufundisha kwanza vizuri sana masomo ya science na engineering na data science, kati ya vyuo bora sana Afrika na katika vyuo vinavyotambulika vizuri sana duniani, lakini vina muunganiko mkubwa sana kati ya taaluma inayotolewa madarasani na shughuli zinazofanywa kwenye makampuni ya teknolojia. Kwa vijana 16 wa Tanzania waliomaliza kidato cha 6 ambao wanaenda kusoma Afrika Kusini, chuo kikuu cha Johannesburg, ambao wamechaguliwa kwa kufanya vizuri tu darasani kwenye tahasusi za science ambazo zina advanced mathematics, watakapokuwa wanasoma kule, si tu kwamba watapata elimu iliyo bora, watakuwa wanapata fursa ya kufanya kazi na kujifunza kwenye makampuni ya teknolojia yaliyoko pale Johannesburg. Katika wanafunzi hao 16 ni kati ya wanafunzi 50 ambao rais wetu alishaagiza wakati anatoa ahadi. Wakati rais wetu anatoaga ahadi, kuna mambo mengi tayari ameshasema yaanze kufanywa kazi, kwa sababu ahadi zake hazitoi bila kuwa na nia ya kutekeleza. Alishatoa maelekezo kwamba tuanze kujiandaa kupeleka vijana nje kwenda kusoma haya maeneo ya teknolojia ambayo yanaenda kwa kasi sana duniani. Sasa hivi utashangaa, ukitumia artificial intelligence sasa hivi unaweza kuchukua kompyuta tu ukaweka, mkaongea, ikatafsiri, nikakaa sehemu nyingine nikasoma mnachoongea. Si mnafahamu hilo eh? Inaweza kumchukua Profesa Mushi hapa kwa picha yake, alafu ikamfanya anacheza mziki, anacheza bolingo au kwaito, au mimi nikaonekana nacheza kwaito na wakati siwezi kabisa kucheza kwaito. Kwa akiliunde ina mambo hayo, lakini ni muhimu sana katika masuala ya uzalishaji ya kilimo, masuala ya afya, masuala ya ulinzi na usalama, na dunia inaenda kwa kasi sana. Hivi karibuni huenda tukashangazwa jinsi ambavyo baadhi ya kazi zitakuwa hazina umuhimu na kazi mpya zitaibuka zinazohitaji utaalam katika matumizi ya akiliunde. Kwa hiyo rais wetu alikuwa ashaagiza kwamba tuweke kwenye budget fedha za kuwapeleka vijana nje. Kwa hiyo wakati anatoa ahadi hii bungeni, alitoa ahadi kwa sababu alishatuagiza sisi, maelekezo kwetu, ahadi kwa Tanzania. Kwa hiyo tulishaweka vijana 50 kwenye kitu tulichokiita boot camp, kambi ya mafunzo, waliofanya vizuri sana katika masomo ya sayansi. Katika mtihani wa kidato cha 6 walichukuliwa na wazazi wao wakaambiwa kama wako tayari vijana hao waende kusoma nje. Wamesaini hati za makubaliano. Tuliwaweka pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, ni chuo kikuu kilichoko Tanzania pale Arusha, ambacho kinafundisha level ya masters na PhD tu, hamna undergraduate students, lakini facilities zake ni nzuri sana. Kwa hiyo tukawachukua wale vijana wakae pale wapate mafunzo. Wengine wamemaliza form 6 hajatumia kompyuta, ukiwapeleka nje watakuwa na kazi kubwa, wanapata access to computer, wanafundishwa pale introduction, wanafundishwa baadhi ya maadili ya kuishi nje ya nchi na nidhamu ambayo unahitaji kufanya kule. Hawa wanafunzi 50, wengine 16, hao 16 ndio wameondoka kwenda Johannesburg. 34 bado wako pale Nelson Mandela.
Asante kwa kuiangalia habari tatu kutoka Informative TV. Mimi naitwa Mwanahamisi Simai, ni kushukuru sana kwa kuendelea kuitembelea YouTube channel yetu ya Informative TV. Bila shaka umeweza kupata habari za afya, elimu na mazingira. Ndani ya habari hizi utapata uchambuzi kamili wa matukio mbalimbali ya elimu, afya na mazingira. Nyuma ya kamera nilikuwa naye Amri Lupatu. Tuwe pamoja zaidi.